Naam, shukrani sana kwa kuendelea kusalia nasi. Hii ni habari ya kutwa nzima leo kutoka hapa Channel 10 Plus. Mimi ni Fatma Hassan na sasa ni habari za biashara na uchumi. Wakati msimu wa mbaazi kwa mwaka 2026-2027 ukianza rasmi, tani milioni 2,100,000 Kumradhi, nitarejea taarifa hiyo. Wakati msimu wa mbaazi kwa mwaka 2026-2027 ukianza rasmi, tani 201,006.9 za mbaazi zimeuzwa katika mnada wa kwanza uliosimamiwa na chama kikuu cha ushirika Lunali mkoani Lindi pamoja na soko la bidhaa nchini TMX, ambapo wakulima wa zao hilo mkoani humo wamekubali kuuza zao hilo kwa bei ya shilingi 1,180 kwa kilo moja, ikiwa ni bei ya juu, na shilingi 1,120 kwa bei ya chini. Bei hizo zilitangazwa kupitia mnada huo zikiwa ni ongezeko kubwa tofauti na msimu uliopita wa mwaka 2025-2026 ambapo kilo moja ya mbaazi iliuzwa kwa shilingi 820 kwa bei ya juu na shilingi 720 kwa bei ya chini. Aidan Mahando anaarifu zaidi. Msimu wa zao hili kwa mwaka 2026-2027 ukiwa umeanza rasmi, wakulima sasa wanaanza kuuza. Wakizungumza na Channel 10 mara baada ya kumalizika kwa mnada wa kwanza uliosimamiwa na chama kikuu cha ushirika Lunali, wanaeleza namna walivyoipokea bei kwa msimu huu. Bei kwa kiasi kikubwa tumeridhika nazo ukilinganisha na bei zilizokatokea mwaka 2025, kwa sababu mwaka 2025 mbaazi tumeuza mpaka shilingi 600, lakini leo hii tumeona zimeendelea kuimarika kwa maana tumefika mpaka 1,180. Kwa bei zilizopo sio mbaya sana ukilinganisha na bei ambazo zilikuwepo kwa msimu wa mwaka jana wa 25-26, kwani tuliuza kwa bei ya juu shilingi 820 na bei ya chini ilikuwa ni shilingi 750. Msisitizo kwa wakulima kuzingatia ubora wa zao hilo unatolewa hapa. Mbaazi kwanza tusivune zikiwa mbichi, lakini pia sambamba na hilo tunavyopeleka kwenye maghala ya AMCOS tuendelee kupepesa vizuri zisichanganyike na mchanga, kokoto, lakini pia na maganda yale ya mbaazi, yani mbaazi ziwe safi. Hata hivyo, wakulima wanasema bado wana matumaini kwamba bei ya zao hilo itaendelea kupanda kulingana na uzalishaji walioufanya. Kutoka na Chingwea mkoani Lindi, Aidan Mhando, Channel 10. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, Profesa Kitila Mkumbo amesema Tanzania imeainisha maeneo muhimu ya kimkakati ambayo inalenga kushirikiana na Saudi Arabia katika kukuza uwekezaji na kuongeza thamani ya bidhaa zinazozalishwa hapa nchini. Mwanahabari wetu ametuandalia taarifa ifuatayo. Profesa Kitila ameyasema hayo jijini Dar es Salaam wakati wa ufunguzi kongamano la uwekezaji kati ya Tanzania na Saudi Arabia. Ameyataja maeneo hayo kuwa ni kilimo, viwanda, madini na nishati, hatua ambayo itaiwezesha Tanzania kuzalisha bidhaa mbalimbali na kuondokana na usafirishaji wa bidhaa ghafi. Kwa niaba ya serikali ambayo tumewaambia tunataka kuwekeza katika viwanda vya kuchakata madini, zile enzi za kusafirisha madini kutoka kwenye mashimo kwenda moja kwa moja bandarini zimepita na wakati. Kwa sasa mkazo ambao tunasisitiza na Mheshimiwa Rais ametuelekeza na ni sera yetu kama nchi, tuchakate madini hapa Tanzania. Kwa hiyo wanaangalia sekta nyingi, wanataka kuwa na masuala wanasema usalama wa chakula nchini kwao. Kwa hiyo pia wanaangalia kuwekeza kwenye masuala ya kilimo, masuala ya ufugaji. Natoa jukwaa la muhimu sana ili kuweza kufanya ushirikiano na majadiliano ya moja kwa moja baina ya sekta zetu binafsi za nchi zetu mbili, kujadili fursa zilizopo, changamoto zinazotukumba. Akizungumzia fursa zilizopo Saudi Arabia, Rais Chemba ya Tanzania ya Biashara Tanzania TNCC Vincent Minja, mikataba mingi imesainiwa katika nchi hizo mbili. Kinachofuata sasa ni utekelezaji, huku akiainisha maeneo ya kipaumbele ikiwemo kujikita kwenye soko la usafirishaji nyama ambalo kwa sasa
linashikiliwa na Brazil pamoja na kuongeza thamani bidhaa zinazozalishwa hapa nchini. Lengo ni kuchochea dira ya maendeleo ya 2050. Saudi Arabia alikuwa na dira 25-30. Ile dira yao wametekeleza sasa hivi 30 haijafika, lakini wameshafika 100%. Kushirikiana katika nchi mbili hizi ili kufikia matarajio ya nchi mbili hizi. Namkumbusha rafiki yangu Mrs. kwamba leo ni kutambuana, lakini ni mwanzo wa kuwasiliana. Juma Mohamed, Channel 10. Asante Juma Mohamed. Naibu Waziri wa Viwanda na Biashara Dennis Londo amewataka maafisa biashara nchini kutumia nafasi zao kuibua fursa za uwekezaji, kuongeza thamani ya mazao na kuimarisha mazingira ya biashara katika halmashauri, hatua inayolenga kuchochea utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050. Kutoka Dodoma, mwandishi wetu Roda Simba anaarifu zaidi. Naibu Waziri Londo ametoa maelekezo hayo jijini Dodoma wakati akifungua kikao cha 3 cha Wizara ya Viwanda na Biashara na maafisa biashara nchini kilicholenga kuimarisha utekelezaji wa majukumu ya maafisa hao katika kukuza biashara, viwanda na uwekezaji kuelekea utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo ya 2050. Afisa biashara, viwanda na biashara kuangalia fursa ambazo zipo ndani ya halmashauri yako na kuziibua, aidha kwa kutumia mitaji ya watu binafsi, taasisi za fedha, ama kujenga ushawishi kwa watu. Kuna watu ambao wana fedha lakini hawajafikiwa kushawishiwa kuona fursa ambazo zimewazunguka. Kwa upande wake, Katibu Mkuu wa Wizara ya Viwanda na Biashara, Balozi Waziri Salum, amewataka maafisa biashara nchini kuongeza udhibiti wa bidhaa feki na viwanda visivyo rasmi katika maeneo yao. Na waombeni, nendeni mkapambane na kudhibiti bidhaa feki. Maana hizo bidhaa feki zipo huko ambako mnakofanyia kazi nyingi. Naye afisa mtendaji mkuu wa BRELA Bwana Godfrey Nyaisa akaeleza umuhimu wa kuboresha muunganiko wa mifumo ya kidijitali ili kurahisisha usajili na utoaji wa leseni za biashara kupitia mfumo mmoja, huku Jadi Kijumu, meneja ukaguzi na ufuatiliaji kutoka Wakala wa Vipimo nchini WMA, akawataka wafanyabiashara nchini kuhakikisha wanamlinda mlaji wa mwisho. BRELA imeendelea kufanya maboresho makubwa ya mifumo yake na marekebisho ya sheria inazozisimamia ili kurahisisha upatikanaji wa huduma za usajili na leseni, kupunguza muda na gharama za kuanzisha na kufanya biashara nchini. Kwamba wanatakiwa kwanza kuhakikisha wanawalinda walaji wa mwisho, ikiwa ni pamoja na kuwahusisha panapokuwa na kero moja kwa moja za kwenye biashara, usalama na afya, ambapo sisi moja kwa moja tuna cross cut katika hayo maeneo yote kuhakikisha mlaji analindwa. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Roda Simba kwa taarifa hiyo, na mimi kwa upande wa habari za biashara na uchumi nimehitimisha hivyo. Tuangalie kwa upande wa habari za michezo na burudani.